Wakati ligi kuu ya Tanzania bara NBC Premier League ikielekea ukingoni, ligi ya msimu huu ambayo imesifika kwa uozo mwingi wa marefari, uozo mwingi wa upangaji wa matokeo, upangaji wa timu, kuuza mechi. Timu nyingi zimekuwa zikijivunja makusudi ili mradi kuwanufaisha wakubwa wawili ambao ni Simba na Yanga. Ligi ambayo imeongozwa kwa uozo mkubwa wa madaraka, ligi ambayo imepelekwa kibabe na kidikteta, ligi ambayo imekuwa ikionewa timu ndogo, timu ambazo zisizokuwa na hatia na uwezo wote wala ubavu wote wa kifedha. Maamuzi ya kujutia, maamuzi ya kutatanisha, maamuzi ya kibepari yanayozikandamiza timu ndogo. Ligi ambayo inakwenda kumalizika na kuwa na ratiba mbovu iliyowahi kutokea katika ligi zote zilizopita. Ndo ligi hiyo ambayo inakwenda kutangazwa msimu unaokuja kwamba itakuwa na mdhamini ambaye anajihusisha na betting, yani mambo ya kamari. Ligi hii ambayo inaenda kumalizika kesho kutwa, ambayo ilikuwa haina mdhamini yoyote wa betting na kamari, lakini iliongoza kwa upangaji wa matokeo, hali ambayo imepelekea baadhi ya wadau wakubwa wa michezo kuendelea kulalamika kila siku. Upangaji mbovu wa matokeo unatokana pia na marefa kula rushwa, pia unatokana na viongozi kuleta mapenzi kwa baadhi ya timu zao. Lakini msimu unaokuja wametangaza wazi utakuwa na mdhamini ambaye anajihusisha na masuala ya kamari, yani kampuni za betting. Sasa najiuliza, akili hii wanayotumia kuwaza viongozi wa TFF ndo akili hii ambayo wanaitumia kuongoza mpira wa Tanzania? Je, hii itakuwa ni akili au matope? Sasa tofauti ya akili zao na kinyesi si itakuwa ni moto wake tu? Mimi najiuliza nikiwa kama mdau mkubwa wa mpira hapa nchini Tanzania, kama ligi hii haina kampuni ya betting kwa msimu huu, lakini imeweza kuonekana na upangaji wa matokeo wa kupindukia, je, pale ambapo mdhamini atakuwa ni anajihusisha na mambo ya kamari na betting, tunaenda kuipeleka wapi ligi yetu msimu unaokuja? Ni wazi kwamba madudu yaliyofanyika katika msimu huu yanakwenda kuwa mara mbili zaidi katika msimu unaokuja. Ifike muda sasa hata wadau wakubwa wa michezo wapige kelele kulingana na maamuzi yanayofanyika na baadhi ya viongozi wakubwa wa TFF. Viongozi wakubwa wa mpira huu akiwemo Rais Karia amekuwa na maamuzi ya ajabu, maamuzi binafsi ambayo yanaipelekea Tanzania kwenda kudorora kabisa katika mpira wetu wa Tanzania. Tunaonekana ni kituko na vitu vya ajabu. Hebu imagine, unakwenda kumpa mdhamini ambaye anajihusisha na kamari, unaenda kumpa udhamini wa ligi yako. Kamari ambayo inaonekana kupigwa marufuku, kuliliwa vikali kwa baadhi pia ya wachezaji kujihusisha na betting katika nchi za wenzetu, lakini Tanzania wachezaji wengi wana beti na hili linaonekana swala la kawaida tu. Magoli yanayofungwa, ukiangalia mchezaji ambaye anashindwa kuzuia, golikipa anaachia magoli ambayo huwezi kutarajia. Leo hakuna kamari, kesho kamari inakuja. Je, itakuwaje ligi yetu na mpira wetu wa Tanzania kwa ujumla? Tunataka kuupeleka wapi? Watu inabidi wakemee vikali, viongozi waingilie kati, viongozi wa klabu pia, aswa klabu ndogo wanapaswa kutia neno, kwa sababu wao ndio watakaye kwenda kuumia zaidi kuliko vilabu vikubwa. Vilabu vikubwa wao wanapataga advantage kila mara, ila vilabu vidogo advantage huwa haiko upande wao. Wanapaswa kukemea vikali na kutilia mkazo kwamba hawahitaji mdhamini wa betting. Hii itasaidia kuinua mpira wetu kuelekea msimu unaokuja na kufuta uozo wote. Kama ndo kwanza unajiunga na channel hii, basi usisahau kusubscribe, kulike na kucomment.